Bwana karibu Rufege Swahili. Leo nimekuletea update ya iOS 26.2 kwenye simu za iPhone. Hii ni update ambayo imetoka siku 4 zilizopita, ambayo imekuja na baadhi ya vitu ambavyo vingi sio vipya, lakini vingine vilikuwepo lakini vimefanywa uboreshwaji na muonekano mzuri zaidi. Ukitaka video kama hizi, naomba please usisahau kusubscribe, pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu pale tu zinapotoka. Sasa leo nitakuelezea jinsi ya ku-update simu yako au kupata hii iOS 26.2, jinsi ya kuinstall kwenye simu yako na vitu gani vipi ambavyo vimekuja kwenye hii iOS 26.2. Kati ya vitu vitatu nitaanza na cha kwanza ambavyo sifa au features mpya ambazo zimekuja kwenye iOS 26.2. Tukianza na sifa ya kwanza. iOS 26.2 imekuja na update ya lock screen. Nikisema lock screen ni ule muonekano wa ile fonts zile za saa na muda, au muda unapoonekana kwenye zile fonts za mbele kwenye lock screen yako. Hii imekuja na update mpya. Imekuja na update mpya pale ambapo ukitaka kubadilisha muonekano wa ule glass au crystal clear uonekane zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Ukitaka kudhibitisha hilo, nitakuonyesha jinsi gani hii update imekuja. Utaenda kwenye simu yako ya iPhone, then utaenda kuibonyeza ile sehemu ambapo kuna lock screen ambapo unataka kuifanyia customization, then utabonyeza neno customize. Ukishabonyeza neno customize, utabonyeza sehemu ya muda, ile widget ya muda utaibonyeza. Ukishabonyeza kuna option mbili, kuna ya kuongeza size ya ile muda na pia kuna kuongeza crystal clear glass wa ule muda. Kwa hiyo utakapoangalia ule mstari wa chini pale, ukisha update utaona kwamba ukizidi kurudi nyuma hivi inaonyesha glass halisia, yani ukimaanisha kitu ambacho ni glass, na pia ukipeleka mbele zaidi inaonyesha muonekano kama one tinted, kama inavyokuwa kwenye settings ukiwa umebadilisha kutoka kwenye glass kwenda kwenye tinted. Hiyo ni feature mpya ambayo imekuja kwenye iOS 26.2. Sifa ya pili kwenye iOS 26.2 imekuja na security improvement. Hizi ni tuseme ni additional files ambazo haziji moja kwa moja na iOS 26.2, lakini zinakuwa ni extra, sawa, ambapo zikiwa available zinajinstall automatically kwenye simu yako, ambazo zinaleta ulinzi zaidi na kulinda simu yako kwa uwezekano mkubwa zaidi. Kwa kuziona hizi, ukisha update simu yako, utafungua sehemu ya settings, then utaenda sehemu palipoandikwa security and privacy. Ukienda kwenye security and privacy, utascroll down paka chini, utakuta zile settings zipo. Eza unaweza ukaziturn on au ukaziturn off. Kwa ushauri wangu, naomba uziturn on ili kuondoa riski kubwa ya simu yako kudukuliwa au kubi scammed au hacked kwa mtu mwingine. Pia kwenye iOS 26.2 kitu kingine ambacho nimekiona kimeongezeka ni kwenye ni ile improvement kwenye application ya Apple Music. Ukienda kwenye Apple Music, ukiongeza ule crystal clear, inaonyesha kwamba ule mziki ambao una play pale chini kwenye Apple Music, ukiwa unataka kubadilisha mziki, haubonyezi next wala previous. Unabonyeza kama una slide ile sehemu ya mziki unabadilika. Eza unataka kwenda mbele, utapeleka mbele. Eza unataka kurudisha nyuma, unarudisha nyuma. Hiyo inaonyesha kwenye nini? Kwenye Apple Music. Pia kwenye Apple Podcast, wanaotumia sana podcast, kuna podcast ambazo zinakuja zenye masaa mawili, lisali 1.5, lisali 1, zinakuja na auto. Unaona? Auto chaptered. Zile auto chaptered zinakuwa ziko zimefanywa sync na simu au na ile software ambayo ipo kwenye simu. Sasa zinakuwaje? Yani hizi chapter haziwekwi na mtu anayetoa podcast, lakini podcast yenyewe ndio inatengeneza zile chapter automatically, zinakuwa ziko adopted kwenye ile script au kwenye ile podcast, ambapo inatengeneza chapter ambazo wewe unaweza ukachagua hizo sikilize mwanzoni, katikati au mwishoni, au sehemu yako pendwa, kipengele pendwa ambacho unataka kusikiliza kwenye podcast. Na kingine cha mwisho kilichokuja kwenye 26.2 ni ile tag ya kuweka muonekano wa glass au tinted kwenye simu yako. Hii inapatikana kwenye settings. Ukifungua settings, utaenda sehemu ya display afu na brightness,
I think display and brightness. Ukishafungua display and brightness, utaenda sehemu ambapo chini wameandika the glass appearance. Ile glass appearance nitakuonyesha hapo kwenye settings jinsi inavyoenda. Ukiangalia pale una muonekano wa glass au tinted. Pale ikikuwa tinted, ukiturn on inakuwa tinted, lakini ukiturn off inakuwa glass kama glass. Basi hizo ndo features mpya ambazo zimekuja kwenye iOS 26.2. Sasa kitu cha pili ambacho nataka kukuambia leo siku ya leo ni jinsi ya kuipata hiyo iOS 26.2. Kwa wale ambao wanatumia kuanzia iPhone 11 kama sikosei mpaka iPhone 17 Pro Max, waliopo hapa katikati, mna uwezo wa kuupdate simu yako kwenda kwenye iOS 26. Either usha update kutoka 26 kamili .1 au unaendelea kudownload kwenye 26.2. Cha kufanya, connect simu yako na Wi-Fi ambapo inakuwa ni internet ambayo ni unlimited. Then utaenda kufungua settings, then utaenda general, utaenda software update. Kama hauja sign in kwenye Apple beta program, hauwezi ukapata beta updates. Lakini hii nitakuwaletea hii video ya kusign in kwenye beta, video ambayo itafuata nitawaelekeza jinsi gani ya kusign in kwenye beta ili kupata iOS 26.2 kwenye simu yako. Ukishafika pale kwenye software update, kuna public beta na kuna developer beta. Hasa zile mbili, developer beta ni ile update ya kwanza ambayo inakuwa bado haijawa public. Kwa watu ambao wamesign in kwenye beta ndio wanakuwa wanaipata hiyo update kabla ya watu wa public. Lakini sio kwamba mtu wa beta aweze akapata public. Anaweza kabadilisha tu. Ni sehemu ya kuswitch. Nitaonyesha pale kwenye setting jinsi inavyokuwa. Unaweza kuswitch kutoka kwenye developer beta kwenda kwenye public beta. Public beta ndio inakuwa ni officially released kwenye device zote na zinapatikana kwenye simu na device zote. Sasa ukishaiona pale itakuja interface, then itakwambia update now au update tonight, na wewe unategemeana na muda gani unataka kuupdate. Utaanza update now, utaingiza passcode za simu yako, then itatoa update request, then itaanza kudownload. After download itakuonyesha kwamba ishamaliza kudownload. Itakuuliza uinstall wakati huo au utainstall baadaye. Utabonyeza neno install, simu yako itazima, ita restart kama mara 2, then baada hapo your phone will be updated to iOS 26.2. Hii iOS 26.2 inakuja na baadhi ya vitu ambapo watu wanakuwa na malalamiko kwamba simu inakuwa inachemka, battery inakuwa ina drain na baadhi ya vitu kama hivyo. Lakini nitakuja nielezee zaidi kwenye video inayofuata ni kwa nini uupdate na kwa nini usiupdate kwenye simu yako na vitu gani unahitaji ili uweze kuupdate hiyo iOS 26.2. Na hisi vyote nimevikava kwa siku ya leo, na kama umefanya hii video kuwa ina matumizi makubwa sana kwako na imekusaidia, au wewe ni mpya kwenye channel yangu ya Rufega Swahili, na kuomba usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote kuhusiana na device dunia nzima, iwe ni simu, iwe ni laptop, iwe ni TV, iwe ni nini, kila kitu utakipata hapa Rufega Swahili. Aibane, sina maneno mengi sana. See you next time.